kutoka nchini China. Amekuja mwenyekiti wa kampuni na meneja mkuu kwa ajili ya kuangalia maeneo ya msingi ambayo wanaweza wakashirikiana na Tanzania kupanua wigo wa uwekezaji kwenye kilimo, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa mazao, uwekezaji wa uongezaji wa thamani, lakini na mashine, utengenezaji wa mashine rahisi ambazo zinataenda kusaidia na kurahisisha shughuli za kilimo kwa wananchi wetu ambao baadhi yao bado wanatumia jembe la mkono na wengine wanatumia gharama kubwa kununua mashine za kuendeshea shughuli zao za kilimo. Na wao maeneo ya msingi ambayo wanayaangalia kama ni sehemu za msingi za uwekezaji ni kwenye korosho na uongezaji wa thamani ya korosho na mazao mengine kwenye korosho, kwenye korosho ghafi, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa mafuta kwa maana ya byproduct za korosho karanga, baada ya korosho karanga kama product zao kuu na matokeo makuu ya zao. Sasa yale mabaki mengine kuzalisha mafuta, lakini kuzalisha ethanol na waini na vinywaji. Kwa hiyo hilo ndio eneo la kwanza la msingi ambalo wameonyesha nia ya kuwekeza na wanaonyesha kuwa na utayari mkubwa wa kuwekeza huko. Lakini lingine ni kwenye soya ambako nako lengo ni kuanzia kwenye uzalishaji, lakini na kutumia kwa utengenezaji wa chakula cha binadamu, lakini chakula cha mifugo. Lakini kingine ni kwenye vitunguu, na sisi kwa kweli kwenye vitunguu eneo la msingi kubwa ni kuwa na uwezo wa kuhifadhi kwa muda mrefu. Kuwa na uwezo wa kuhifadhi kwa muda mrefu, kwa sababu kwa sasa hivi uzalishaji wenzetu wa mikoa ya kaskazini, kwa mfano Karatu, kwa mkoa wa Arusha na maeneo mengine ya mkoa wa Arusha, lakini kuna mkoa wa Manyara ambako wanazalisha sana, na sehemu ya mkoa wa Singida, na sasa hivi sehemu ya mkoa wa Dodoma na Morogoro, sehemu ya mkoa wa Njombe na Mbeya, lakini na Kilimanjaro kwa maana ya huku nyuma Edaru na maeneo mengine ambako wanazalisha vitunguu. Uzalishaji ni mkubwa, lakini changamoto anapokuwa amezalisha leo, wote wakatoa shambani leo, wakienda sokoni maana yake bei inashuka. Kwa hiyo wakiwa na facilities za kuhifadhi, maana yake wana uwezo wa kustabilize market na kutengeneza, wanasema kuwa na supply ambayo inaendana na demand, lakini pia haiwaathiri kwenye price kwa kutengeneza mazingira ya kuifanya bei fluctuate sana. Kwa hiyo hayo ni maeneo ya msingi, lakini eneo la mwisho kubwa ni kwenye mashine rahisi. Wametuonyesha hapa mashine ambazo zinaweza zikarahisisha kwenye kilimo cha mpunga na kutengeneza matuta. Sisi matuta ni lazima tuyatengeneze kwa jembe la mkono, lakini wao wametuonyesha mashine hapa ambayo inaweza ikatembea ikatengeneza matuta manne kwa wakati mmoja na ikirudi na matuta manne tena. Kwa hiyo maana yake inamrahisishia mkulima kuwa na ile kutengeneza contours na kulima kwa uhakika bila kutumia gharama na muda mrefu. Kwa hiyo kwa ujumla sisi tumwakaribisha, na nadhani tutaendelea kujenga mazingira ya kuwasiliana ili tuone kwa muda gani wanaweza wakaanza kutekeleza kile ambacho wanawishi kukitekeleza nchini. Nashukuru sana.